Dino anwale maiti chibele. Ale maiti ya wetu mwana Roda Hamisi pamoja na mwananake. Karibu familia kwa ajili ya hotuba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina, amina. Tunaenda na hotuba ya marehemu. Marehemu alikuwa anajulikana kwa jina la Roda Hamisi. Ni mtoto wa kabila la Kibembe, familia ya Batombwe. Baba wa marehemu ni Hamisi Benoit. Mama wa marehemu ni Viki Hamisi. Marehemu alizaliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2006. Ugonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa kupungukiwa na damu, na hali hiyo ndiyo iliyomsumbua wakati akiwa mjamzito na imempelekea mpaka umauti. Marehemu alikuwa ameolewa na Jackson, familia ya Waha. Kwa hiyo familia inashukuru sana kwa umati mzima jinsi ambavyo mmekuja kujumuika pamoja nasi. Kiufupi ni kwamba marehemu alifariki akiwa na mimba, ndiyo maana mnaona jeneza ziko mbili. Amen. Tunashukuru Bwana alitupa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante. Baada ya hotuba ya familia, haraka sana tukaribishe kijiji. Karibu kijiji. Baada ya kijiji ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Niombe kwa heshima na taazima watu wote tusimame japo kwa dakika moja kwa ajili ya kuenzi marehemu. Asanteni, naomba tukae. Kabla ya yote, kijiji kinaomba kutambua uwepo wa serikali. Kuna mjumbe kutoka kwenye ofisi yetu ya zoni. Naomba nimkaribishe, ana neno la kuzungumza pamoja na hafla hii. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ninavyotazama nyuso za kila mmoja, ni kila mmoja ameguswa kabisa na msiba huu. Inawezekana wewe ukalichukua jambo hili kwa uwepesi sana, lakini kwa umri uliotajwa hapa kwa huyu binti pamoja na mwanae ni majonzi makubwa sana. Kijiji tumetoa pole kwa familia zote mbili. Tuna masikitiko makubwa sana sana tena sana kumpoteza dada yetu mpendwa hapa pamoja na mwanae. Ni masikitiko kwa familia, kwa baba wa huyu hapa. Basi bila kuponda muda, niombe afya yote hii iliyoko hapa, tutakapotoka malaloni tuweze kurejea hapa. Kuna chakula ambacho kijiji kimeandaa kwa ajili yenu, lakini pia niombe kutambua uwepo wa serikali nyingine, kijiji cha Jia 3
kiweze kukuja hapa, kina neno la kuzungumza. Maandiko matakatifu yamesema kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Benuka itabeni wechi niyo molonge benyumi wechi niyomo omomo mona ano ide village wa G3 kwa ajwa marehemu bato bose bale ano mwana wose wa batole ano le na menge ya polo sana i wala wetu mwana lakini jiji G3 ele na menge ya zaidi na zaidi benyumi wechi twawelwa na nto tatuite totende bili ushike otenda mbembe alo otenda nyibobi eno na ona tosa meane sana obito bia itanata bakadwa anu rusha picha yako mbembe atenjibe nyibobi alo bota wake mwana wa machi ambwela nyibobe apana utaobe ngeli ikonjwa. Sasa ole mwana okyoti umba bimo tenda bipoti na ole mwana okyo mwana nibwa inenda okonjwa enos. Sasa okyo mwana anakonjwa anayopata matatizo etema mbembe akyolela nibo ma waengana nabo bala benyita bele benyu miyomo mbembe akyolela ma waengana nabo bala dino ano ale maiti chibele ale maiti ya weto mwana Roda Hamisi pamoja na mwana nake. Basi bibyo ele mbakalwa Mungu atenje nibo ulwa loombwa basi to wacha matokeo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante. Sema Mungu ni mwema kwa sababu tumepata hii neema. Hii ni hotuba fupi upande wa kanisa ambalo alikuwa akisali dada yetu, niseme tu kwa majina, alikuwa anaitwa Roda Hamisi aliyezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2006 na maana ameishi hapa miaka 19. Kama alivyosema familia kuhusu magonjwa kwamba ni upungufu wa damu, lakini sisi kama kanisa tunasema tunayo majonzi makubwa, maana hatukujua taarifa rasmi au tangazo kuhusu magonjwa ya mpendwa wetu. Tulistukizwa tu na taarifa ya msiba eti fulani katuacha. Kwa hiyo kama kanisa tunayo majonzi makubwa, maana huyu alikuwa mtendakazi pamoja na wengine. Kwa lugha nyingine alikuwa ni mwimbaji wa kwaya ya msingi inayoitwa Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa maana hiyo niombe Mungu akutane naye huko juu mbinguni. Amen. Amen.